yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiye. Mataifa yote yanakufahamu kuwa Bwana wewe usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu Bwana kuwa wewe usiyeshindwa. Bwana usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu Bwana usiyeshindwa. Paza sauti yako sasa kwamba Bwana hajawahi kushindwa na chochote katika ile haja, katika lile unaloliwaza, katika lile lililohitaji lako. Bwana hajawahi kushindwa wala hajawahi kufeli. Tunakuja mbele zako tukiliabudu jina lako, tukiazimisha uwepo wako kwamba Bwana hajawahi kushindwa. Mataifa yote wanakuamini wewe, kila mtu anakuamini wewe kwamba unaweza. Na ndipo sana wakati huu
tunaliitia jina lako. Ewe mfalme wa amani, ewe Bwana wa mabwana, hujawahi kushindwa, hujawahi shindwa. Ewe Bwana, tunaliitia jina lako, tunaitia nguvu zako. Ewe mfalme wa amani, achilia uweza wako Yesu Kristo. Ewe Bwana ambaye hujawahi kushindwa, ambaye hujawahi kushindwa, hajawahi kushindwa, achilia uwezo wako, achilia mamlaka yako. Umetenda mambo ya ajabu, umetenda yaliyo makubwa, katika jina lako Yesu Kristo. Achilia uwezo wako, achilia nguvu zako, achilia uwezo wako, achilia nguvu zako. Tunalitia jina lako, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako ambaye hujawahi kushindwa. Ewe Bwana wa mabwana, ewe Yesu, ewe mfalme wa amani, ewe Yesu, ewe Yesu, ewe Yesu, ewe Yesu, ewe Yesu. Tunalitia jina lako, jina lako, jina lako, jina lako, jina lako, jina lako. Kutana na roho zetu, kutana na nafsi zetu katika jina la Yesu. Yesu, maana Mungu haujashindwa kwa neno lolote, haujashindwa kwa jambo lolote. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa Bwana, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tulia tu katika uwepo wa Bwana. Yesu nikaribishe, msalaba ni kwako, ambako kuna damu waoga wote, ninayo furaha ndani, nina hamu, nina mbinguni nami. Funika macho niombe. Baba yangu na Mungu wangu uliye mbinguni, ninakuja kwako tena asubuhi ya leo. Sisi ni wenye dhambi na Mungu unajua hilo, ya kwamba wakati mwingine hatustahili kabisa kuja mbele zako. Hakuna aliye mwema kuliko mtu mwingine, wala hatujawa wema kuliko waliotutangulia, isipokuwa ni neema ya ajabu tu uliotupa sisi kwa upendeleo wa pekee. Ukatupa nafasi hii ya kuwepo tena madhabahuni pako. Nasi tunaomba toba na rehema kwa jambo lolote tulilolitenda mbele zako ambalo halijakupendeza. Tunaomba utusamehe kabisa, e Bwana. Futa makosa yetu, futa maovu yetu, futa dhambi yetu isionekane kabisa mbele zako. Tupe neema tena ya kukaribia wewe tena madhabahuni pako. Tusikie nini ambacho Mungu unatuambia asubuhi ya leo. Tunafahamu kabisa ya kwamba si wote waliopata nafasi ya kuja madhabahuni pako kama sisi ulivyotupa nafasi ya kuja madhabahuni pako leo asubuhi ya leo. Umetupa nafasi ya upendeleo kabisa. Wako wengine ambao wanasafiri,
uwakumbuke huko barabarani. Wako wengine ambao ni wagonjwa hospitalini, Roho Mtakatifu wakumbuke na kuwaponya. Wengine wako magerezani hawajiwezi, na wengine wameingia huko magerezani pasipo hatia, wameonewa. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako iwajilie mahali popote pale uko uliko. Na hata wale ambao walifanya makosa kwa kukusudia, lakini wengine hivi sasa wanajutia dhambi zao na makosa yao, ya kwamba kilichowapeleka gerezani ni uzembe na matatizo tu walio nayo, na wameingia huko kwa kweli si kwamba walionewa, lakini wameingia huko makusudi kabisa kutokana na yale walioyatenda. Na hivyo wangeona wenyewe katika nafsi zao, kama Mungu ungewapa neema ya kutubu na kurudi katika makosa yao, hakika Mungu wangetoka huko na wasingerudia makosa walioyatenda. Yesu, ninaomba na wao pia wakumbuke, wape neema ya kurudi kwako katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote Bwana, sisi uliotupa nafasi na neema hii ya kuwepo madhabahuni pako, ninaomba tupe nafasi nyingine tena ya kusikia kile ambacho Mungu umetuandalia katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zikawa wazi hata sasa kwa ajili yetu, ili kuachilia kile kitu ambacho Mungu umekikusudia. Ardhi ya mahali hapa nayo pia ipate kusikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Naitiisha ardhi, natiisha mbingu za mahali hapa, vyote na vileta mikononi mwako katika jina la Yesu. Kila fikra iliyokuja mahali hapa, nazileta hizi fikra zote mikononi mwako. Ninatiisha kila fikra zote na mawazo yote, na kila mmoja mwenye mwili ninamtiisha kwa nguvu zako katika jina la Yesu. Lakini zaidi ya yote ninawasogeza karibu na wewe. Ninaomba Bwana useme nasi kupitia Roho wako Mtakatifu, utufundishe kama upendavyo, maana sisi ni watoto wako. Tunahitaji kula na kunywa toka kwako. Tunatamani ukatuhudumia, tunatamani ukasema nasi kwa jina la Yesu Kristo, na tunaamini hivyo ya kwamba Bwana utasema nasi mahali hapa katikati yetu sawa sawa na mapenzi yako. Kwa utukufu wa jina lako ninaomba na kushukuru, amen. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako karibu kwenye ibada. Mwambie tena karibu kwenye ibada. Mimi nawapenda jamani. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tushirikiane lile neno la Mungu toka kitabu kile cha Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu, ile sura ya 19. Tutaanza kusoma mstari wa 28 mpaka mstari wa 40. Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 40. Leo ni sikukuu ya mitende katikati ya kanisa letu. Tunakumbuka katika kipindi ambacho Yesu alikuwa akipita huko Bethania, na akawaagiza wanafunzi wake wakamchukue mwanapunda. Na mahali pengine wanasema ni sikukuu ya matawi. Ni wiki moja tu kabla ya kuingia wiki la mateso ambalo linaanza siku ya kesho. Na niwakumbushe ya kwamba kwa kanisa letu huwa kuna wiki la mateso ambapo masomo huwa yanasomwa kila siku kulingana na utaratibu waliojipangia shirika mbalimbali. Inaweza ikawa ni asubuhi ama inaweza ikawa ni jioni. Kwa hiyo ni muhimu kwa Wakristo wote kufika kwenye ibada kwa ajili ya masomo hayo. Maneno yale yameandikwa hivi: na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele ya kipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alikuta wawili katika wale wanafunzi
akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana ana haja naye. Mwambie jirani yako, Bwana ana haja na wewe. Naendelea kusoma. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari njema sana katika kanisa na kwa wale waamini ambao wanamwamini Bwana katika maisha yao. Kwa sababu ni habari za ushindi katikati yetu, ni habari za ushindi katika maisha ya Kikristo ambazo zimeanza kutangaza maisha ya ushindi katika Kristo. Hata hiki kilikuwa ni kipindi ambacho Kristo bado hajaingia katika mateso, na akiwa na wanafunzi wake tayari walipokuwa wanaukabili mlima ule wa Mizeituni, lakini pia alikuwa amekaribia katika eneo moja kinaitwa kijiji hiki cha hapa mahali panaitwa Bethfage na huko Bethania, ambako Yesu alikuwa anaelekea huko katika mlima wa Mizeituni. Maandiko yanasema ya kwamba akiwa huko aliwakuta miongoni mwa wanafunzi wake wawili, na akawa amewaambia ya kwamba waende katika kijiji kinachowakabili mbele yao, watakutana na mwanapunda ambaye hajawahi pandwa na mtu yeyote yule. Na watakapofika huko watamkuta mwanapunda huyo amefungwa, na wakifika huko wataenda watamfungua. Na wakiulizwa, wakiambiwa ya kwamba kwa nini wanamfungua huyo punda, watawaambia wale wanaowauliza ya kwamba Bwana ana haja naye. Na ndicho kilichotokea katika safari hiyo. Wanafunzi walipokuwa wameenda, wamemkuta yule mwanapunda wakiwa wanamfungua, wakakutana na habari hizi, wakamwambia wale watu ya kwamba Bwana ana haja naye. Sasa katika habari hii natamani kuna vitu vikubwa sana ujifunze katika maisha yako na ujue kitu kilichopo ndani yake. Kwa yule ambaye hamwamini Kristo, hawezi kujua nguvu iliyoko ndani ya Kristo na hawezi kujua mamlaka iliyo ndani ya Kristo. Lakini katika Kristo kuna mamlaka kubwa sana ambayo inaweza ikazuia watu wengine, hata wakikuuliza maswali utakapowajibu, inaweza ikawazuia wasipate nafasi ya kuwa na neno lolote lile la kusema. Kwa nini? Kwa sababu itategemeana na yule aliyekutuma, amekutuma uende wapi na amekutuma kufanya nini. Itategemeana sana. Tulipo hapa duniani wote tunaomwamini Kristo, wote ni watumwa wa Kristo katikati yetu, na hatuna budi kutii na kufuata kile ambacho Kristo anatuagiza katika maisha yetu. Ni watu wengi sana na ni wachache sana ambao wanaweza wakatii kile wanachoagizwa na Kristo katika maisha yao. Na wengi sana wamekuwa wakitoka katika misingi ya Ukristo kwa kudhani ya kwamba hakuna anayewatazama ama anayewaona katika maisha yao. Lakini ni muhimu tukajua mahali popote tulipo,
Kristo anatutazama na jicho la Mungu linatazama mahali pote. Na nilipokuwa ninasoma mistari hii, kuna kitu ambacho Mungu akawa ananifundisha. Amenifundisha vitu vitatu ambavyo natamani nikushirikishe na wewe viwe sehemu ya maisha yako unapotafakari habari za Kristo. Na tunapokuwa tunaingia katika wiki la mateso tunalolianza siku ya kesho kwa kutafakari habari za kuteswa kwa Kristo, lakini mpaka kuelekea ile Pasaka pale ambapo Kristo alifufuka na kama sehemu ya ushindi katika maisha yetu kama wa Kristo. Sasa jambo la kwanza ambalo Mungu angetaka kutushirikisha siku ya leo ni jambo hili ya kwamba ni mamlaka ipi unayoenda nayo au unayotembea nayo katikati ya maisha yako ya Ukristo. Ni mamlaka ipi? Mamlaka ipi unayotembea nayo au unayoenda nayo kama Mkristo katika maisha haya ya hapa duniani? Ni mamlaka ipi? Mamlaka ipi ulionayo? Au unatembea na unatumia mamlaka ipi katika maisha yako ya Kikristo? Unajua mistari hii haikuwa miepesi sana kama unavyoweza kufikiri. Haijawa miepesi sana. Ni mistari ambayo inazungumza mamlaka ya Kristo katika maisha yetu. Unajua tunaweza tukawa ni wa Kristo, lakini tunaweza tukashindwa kutumia mamlaka ya Kristo katika maisha yetu. Tunaweza tukashindwa kutumia nguvu ya Kristo iliyoko ndani yetu. Sasa katika mistari hii unawaona hawa wanafunzi wawili waliokuwa wametumwa waende watakutana na mwanapunda katika kijiji kinachowakabili mbele yao. Na mojawapo ya kitu walichoagizwa, waliambiwa ya kwamba wakifika mahali hapo, watakapomfungua yule mwanapunda, watakapoulizwa waseme Bwana ana haja naye. Na ni muhimu ukajua, walipokuwa wanazungumza maneno haya, walikuwa wanazungumza maneno haya kwa mamlaka waliokuwa wamepewa na Kristo. Ilikuwa sio mamlaka ya kwao, kwa sababu walisema Bwana ana haja naye. Hawakusema ya kwamba wao wenyewe pengine wanaweza wakawa wana haja na yule mwanapunda, ila walisema Bwana ana haja naye. Kwa hiyo walitembea wakiwa wana mamlaka ya Kristo katikati yao, na wakiamini ya kwamba hakuna anayeweza kuwazuia katika ile mamlaka ya Kristo walionayo, kwa sababu Bwana amewatuma na wenyewe wanafanya kile kitu ambacho wameagizwa na Bwana. Ni muhimu ukajua, katika maisha yetu kama wa Kristo unatakiwa kutembea na mamlaka iliyokuu, mamlaka ya Kristo kama Mkristo katika maisha yako, ambapo katika mahali unapoenda unaweza ukakutana na watu ambao wanaweza wakakuuliza maswali mengi katika maisha yao, katika maisha yako kwa kile unachokifanya. Lakini mimi nataka kukwambia, mahali popote pale ulipotumwa na Mungu, akikuuliza mtu yoyote, hata akiwa ana mamlaka yote ile, maadamu Mungu yuko katikati yako, utapata tu kitu cha kusema, kwa sababu utakuwa hujajituma wewe, umetumwa na Kristo ambaye ndiye ana mamlaka kuu iliyoko ndani yako. Kwa sababu utakuwa hujaenda wewe peke yako, ila umeenda kwa sababu umeagizwa mahali uende pamoja na Kristo. Kwa hiyo mamlaka uliyobeba itategemeana na mamlaka uliyobeba, kwa sababu mamlaka uliyobeba inaweza kukusaidia mahali. Ndio maana ni muhimu sana ukajua kama Mkristo, mahali popote unapoenda, kila jambo unalolifanya, kila mahali unapotembea, kila mahali unapoenda, unaenda ukiwa unaenda na mamlaka ya nani umeibeba katikati yako. Na je, hiyo mamlaka inaweza kukusaidia? Kwa sababu si kila mamlaka inaweza kukusaidia. Lakini kama Wakristo ni lazima tujue ya kwamba iko mamlaka iliyokuu, na hiyo mamlaka inapatikana kwa Yesu peke yake, ambayo hiyo mamlaka ndio inayoweza kukusaidia mahali popote unapoweza kwenda. Unajua, mimi nikiwa natazama mistari hii, ninatazama kama watu ambao wametumwa kufanya kazi ya Mungu mahali, lakini wanapoenda huko wanaokutana na maswali mengi, na saa nyingine watu wanajiuliza kwa nini unafanya jambo hili. Ni lazima ujue, wale walio wa Kristo, jambo lolote lile unalolifanya ukiwa ndani ya Kristo, utakapoulizwa kwa nini unafanya hili, ni lazima ujue na uwe na jibu ya kwamba ninafanya hili kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Na kwa sababu unafanya kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakuna kitu chochote kinachoweza kukuzuia. Kwa kuwa ni jina lenye mamlaka, na kwa kuwa ni mamlaka iliyo kuu kuliko mamlaka zozote unazoweza kuzifahamu duniani. Kwa hiyo ukitembea na mamlaka hiyo iliyo kuu, hata kama utakutana na vizuizi katika safari yako, vizuizi vitaondoka, na vizuizi vitatii kile kitu na ile mamlaka uliyobeba. Kwa kuwa hakuna mamlaka iliyo kuu katika dunia hii, hakuna mamlaka iliyo kuu juu ya mamlaka ya jina la Yesu. Tumia jina la Yesu mahali popote pale. Usiende wewe. Unajua shida watu wanapokosea huwa wanaenda wao. Unaenda kufanya kazi ya Mungu, lakini unaenda wewe mwenyewe kwa nguvu zako na kwa akili zako. Huwezi. Mamlaka ipi inayotawala katika maisha yako? Mamlaka ipi inatawala katika maisha yako? Hawa wanafunzi walienda wakasema Bwana ana haja naye. Waliulizwa wakasema Bwana ana haja naye. Mbona mnamfungua huyo mwanapunda? Wanasema Bwana ana haja naye. Akikutuma Mungu mahali popote, ukienda unafanya kazi yake, unatembea na mamlaka yake. Utakapoulizwa na watu kwa nini unafanya hivi, ukienda fikiri kama hao wanafunzi wangesema sisi tuna haja naye. Unafikiri wangefanikiwa huyo mwanapunda kumbeba? Wasingeweza kumbeba. Wasingeweza kumbeba kwa sababu inawezekana yule punda hakuwa mwanapunda wa mtu wa kawaida. Inawezekana alikuwa ni mwanapunda wa watu wenye mamlaka duniani. Lakini kwa sababu kulikuwako na mamlaka iliyo kuu ambayo ni mamlaka inayotokana na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alipowatuma wale watu, hawakuwa na neno la kuzuia yule mwanapunda, kwa sababu walijua kabisa aliyewatuma ana mamlaka kuliko mamlaka walionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoenda mahali popote, tembea na mamlaka ya jina la Yesu. Unapofanya kazi yoyote, fanya kazi pamoja na mamlaka ya Yesu Kristo. Ukitembea kwa mamlaka yake yeye mwenyewe, hakuna kitu kitakachokuzuia mahali popote pale. Hata utakapokutana na watu wanaojaribu kukuzuia kufanya kitu fulani, lakini ukiwa na mamlaka ya jina la Yesu, hakuna jambo lolote linaloweza kufeli katika maisha hayo. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili ni kitu gani ulichokibeba katika maisha yako? Kitu gani ulichokibeba? Ni kitu gani ulichokibeba? Itategemeana wewe umebeba kitu gani. Itategemeana wewe umebeba kitu gani. Kwa sababu kitu ulichokibeba kinaweza kukusababishia kupata heshima katika maisha yako. Kitu ulichokibeba kinaweza kikakupa heshima katika maisha yako. Kitu ulichokibeba kinaweza kikakupa heshima katika maisha yako. Umebeba kitu gani ndani ya moyo wako? Umebeba kitu gani ndani ya moyo wako? Umebeba kitu gani katika maisha yako? Kwa sababu katika habari hizi, kitu kikubwa tunachokipata mahali popote, maadamu tuko hapa duniani, sisi tunafananishwa na mwanapunda ambaye alipata heshima kwa kutandikiwa chini nguo mbalimbali ambazo zilikuwa zimetandikwa, na yule mwanapunda anapita katika zile nguo juu. Itategemeana wewe umembeba nani katika maisha yako ili upate heshima. Kwa sababu katika maisha umeshawahi jiuliza ya kwamba huyu mwanapunda alipata heshima kwa kiwango gani? Huyu mwanapunda alipokuwa anapita, kwa sababu Biblia inasema walipompeleka mwanapunda, Yesu alipandishwa katika yule mwanapunda. Alafu Biblia inasema wale wanafunzi wake walipomuona walifurahi. Ndipo wakaanza kumshangilia Bwana, kumtukuza Mungu. Wanasema sana amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kwa hiyo inategemeana katika maisha yako wewe umembeba nani.
kwa sababu heshima aliyopata yule punda haikuwa heshima yake, ilikuwa ni heshima iliyotokana na Yesu. Unajua, katika maisha ya hapa duniani watu huwa wanajitafutia heshima zao wenyewe, lakini nataka nikuambie, katika maisha maadamu ni Mkristo, hakuna heshima utaipata nje ya heshima inayotokana na Kristo. Kwa wale watu wanaojua ya kwamba ndani yao wanatakiwa kuheshimika katika maisha ya hapa duniani, wanajua ya kwamba heshima hiyo haipatikani mahali popote, inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo katika maisha yetu na katika maisha yako kama Mkristo, fanya chochote unachoweza kukifanya, lakini mbebe Yesu ndani ya moyo wako. Mbebe Yesu katika maisha yako. Ukimbeba Yesu katika maisha yako utapata heshima, kwa sababu hakuna heshima ambayo mtu anaweza akaipata katika maisha haya ya kumtumikia Mungu hapa duniani nje ya heshima inayopatikana katika Kristo. Ndani ya Kristo kuna heshima. Ndani ya Kristo kuna heshima. Ndani ya Kristo kuna maisha. Ndani ya Kristo, ukiwa umembeba Kristo, hutatembea peke yako. Kwa sababu yule mwanapunda alipokuwa anatembea, alikuwa atembei mwenyewe, alikuwa anatembea akiwa amembeba Kristo juu yake. Kwa hiyo alipokuwa anatembea, watu walikuwa hawatazami tu yule mwanapunda wanayemuona, lakini walikuwa wanamtazama Kristo ambaye amebebwa na yule punda. Ukiwa umembeba Kristo ndani ya moyo wako, na ukiwa umembeba Kristo ndani yako, watu hawatakutazama wewe, watamtazama Yesu aliyeko ndani yako. Na kwa namna hiyo kila jambo litakalofanyika litakuwa linafanyika, atatukuzwa yeye aliyeko ndani yako. Kwa sababu Yesu alipokuwa amepanda yule mwanapunda, alipokuwa anatembea, Biblia inasema wale wanafunzi wakafurahi, wanashangilia. Walikuwa wanashangilia kwa yale aliyoyatenda. Kwa hiyo wanamtukuza Mungu, wanamtukuza Yesu, wanamshangilia Yesu akiwa amepanda ndani ya mwanapunda. Kwa hiyo hata wewe ukiwa umembeba Yesu ndani ya moyo wako, ukiwa unatembea katika maisha yako, utatembea Yesu akiwa ni msaada, lakini kila kitu watu watakachokiona kwako, watamuona Yesu ambaye umembeba. Hawatakutukuza wewe, watamtukuza Yesu aliyeko ndani yako. Usijitafutie heshima mwenyewe. Unajua, katikati ya kitu ambacho watu wanakikosea katika maisha ya hapa duniani, huwa wanatafuta heshima zao. Ukitafuta heshima ya kwako, utafeli katika maisha yako. Fikiri namna unavyoweza kupata mtazamo wa punda unayemuona katika maisha ya leo. Punda ni mtu ambaye ni mnyama ambaye anabebeshwa mizigo, na wakati mwingine anateseka na anateswa. Wanadamu wanaweza wakamtumia punda kwa namna wanavyotaka wao. Kwa lugha nyepesi, kwa picha tunayoweza kuipata sasa, punda ni mnyama ambaye haheshimiki. Kwa sababu wanadamu wanamtumia kama wanavyotaka. Mwambie jirani yako, leo uwe punda wa Yesu. Mwambie, leo uwe punda wa Yesu. Ndio, kuna watu wanaogopa kuwa punda wa Yesu. Mimi nataka nikuambie, Biblia inasema hivi. Anasema mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Yaani yeye mzigo utokanao na Yesu ni mwepesi. Fikiria punda unayemuona sasa, mizigo anayobebeshwa, na wakati mwingine anapigwa. Kwa hiyo mzigo unaotokana na Kristo ni mwepesi. Lakini katika maisha haya ya kila siku, watu wanaogopa kuwa punda wa Yesu. Kwa sababu ukiwa punda wa Yesu utapata heshima. Lakini ukiwa punda wa watu, heshima huwezi kuipata. Lakini ukiwa punda wa Kristo, heshima utaipata. Tafuta heshima ukiwa umembeba Kristo. Kwa sababu kumbeba tu Kristo ndani ya moyo wako ni heshima tosha. Lakini utashangaa katika maisha haya ya kila siku, watu wanajitafutia heshima zao wenyewe. Ukijitafutia heshima yako mwenyewe huwezi kuipata.
kwa kuwa hapa duniani kuna watu wanaheshima na wanaheshimika kuliko wewe, lakini heshima inayopatikana ndani ya Kristo ni kubwa. Heshima inayopatikana ukiwa ndani ya Kristo ni kubwa. Mimi nilikuwa nawaambia watu siku moja, sijawahi usema huu mfano, lakini ngoja ni useme leo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nakumbuka imepita kama miaka 5 iliyopita, nilikuwa nimeenda kijijini kule kwa wazazi wangu. Wakati nimefika, kwa wale ambao wanaweza wakawa wanafahamu familia yetu, mimi ni mtoto wa 5 katika familia kati ya watoto 7. Ni mtoto mdogo sana. Na katika kipindi hicho wazazi wangu walikuwa hawaelewani. Ndio maana nakwambia ni mfano ambao sio mzuri sana kutoa madhabahuni, lakini nataka niuseme kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nakumbuka siku hiyo baba yangu aliniita, akaniambia hivi, nilikuwa niko maeneo ya kanisani kwa sababu ilikuwa ni mchana, nilikuwa naelekea fellowship. Akanifuata akaniambia twende ukatupatanishe nyumbani. Alafu akaniambia hivi, inakuaje wewe ni mtumishi unaenda kushughulika na mambo ya watu wengine alafu nyumbani unaacha sio salama? Nikaondoka nikaenda nikawapatanisha. Sio kitu chepesi mtoto kuwapatanisha wazazi, sio kitu rahisi. Lakini kilichonifanya niwe na ujasiri wa kwenda ni kwa sababu ya yule niliyembeba ndani. Kwa sababu ile heshima ambayo niliipata kwenye familia, na mimi ni mtoto wa 5. Wako watoto wengi wengine wakubwa. Kwa nini wale wasiwe sehemu ya kupatanisha, alafu nikachukuliwa mimi niwe sehemu ya kutoa suluhisho kwenye familia? Ndio maana nakwambia kuna mahali Mungu anaweza akakuheshimisha, lakini ile heshima sio ya kwako, ni ya yule uliyembeba ndani yako. Ndio maana usijitafutie utukufu, acha Mungu akutukuze. Biblia inasema kuna wakati Yesu hakujitukuza mwenyewe, kwa sababu ilifika mahali Yesu amemaliza kazi, akamwambia baba yake, anasema, Baba, kazi nimemaliza, sasa umtukuze mwanao. Itafika mahali unapoifanya kazi ya Mungu, upo wakati Mungu anaweza akakutukuza mwenyewe. Usitafute kujitukuza na kujipa heshima. Kuna wakati kuna mambo unaweza ukayafanya, wale ambao wako ndani ya Kristo wanaelewa. Kuna mambo unaweza ukayafanya na ikafika mahali Mungu akatukuka kwa kiwango kikubwa sana. Akitukuka Mungu kwenye maeneo hayo, usije ukasema wewe umefanya. Mpe Mungu utukufu kwa kumtukuza yeye, kwa sababu asingekuwepo ndani yako, wewe usingefanya hayo uliyoweza kuyafanya. Kwa hiyo acha kiburi. Unajua kuna watu wana kiburi mpaka wamepitiliza. Wewe ni punda tu. Thamani ya punda haiwezi ikawa kubwa kuliko yule aliyembeba. Ndio maana wewe yule uliyembeba ana thamani kubwa kuliko wewe. Maadamu Kristo yuko ndani yako, mpe Kristo nafasi katika maisha yako. Mpe Kristo nafasi ya kutukuzwa. Mpe Kristo nafasi ya kuinuliwa. Unajua wakati mwingine unashangaza, kuna watu wao wanatafuta kujipa heshima wao wenyewe. Usitafute kujipa heshima, mpe Mungu heshima. Mpe Mungu heshima. Yeye anaweza akafanya jambo lolote lile. Yeye anaweza akafanya jambo lolote lile. Umebeba kitu gani? Ni kweli watu wanatafuta heshima katika maisha ya kila siku, lakini heshima unayoweza kuipata itategemeana ndani yako umembeba nani. Ukimbeba Kristo utapata heshima kubwa.
utapata heshima kubwa. Utapata heshima kubwa. Utapata heshima katikati ya ndugu zako. Utapata heshima katikati ya jamii inayokuzunguka. Kuna wakati unajua katika maisha haya hata ya utumishi tunajifunza. Kuna heshima ambazo tunazipata, lakini kiukweli ukifikiria ile heshima hukutakiwa kuipata. Kwa sababu ukijitafakari wewe ni mtoto mdogo, hauna kitu. Lakini watu wanakuja wanakupa heshima. Ile heshima sio ya kwako, ile heshima ni ya yule uliyembeba. Yule uliyembeba ana thamani kubwa. Kwa hiyo usije ukainua mabega katika maisha yako. Ukainua mabega, usije ukainua mabega. Kwa sababu yule uliyembeba ndiye anayefanya upate hiyo heshima. Ndio maana usijivune kwa kile ulicho nacho. Kwa sababu kile ulicho nacho ni Mungu amekupa. Acha majivuno. Acha majivuno. Acha majivuno. Huna sababu ya kujivuna kwa kile ulicho nacho. Jivunie yule aliyeko ndani yako. Jivune kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Unajua nikiwa nasema haya ninakumbuka Biblia inasema Yesu alituma watu 70. Walipoenda kuhubiri Injili, pepo wakatoka. Waliporudi wakawa wanamwambia Yesu, wamefurahi. Yesu akawaambia, msifurahi kwa kuwa pepo wamewatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Unaweza ukafurahi kwa heshima ya kitambo iliyoko hapa duniani, kwa yale yanayotendeka na heshima unayoipata toka kwa watu. Lakini kama utashindwa kuurithi ufalme wa Mungu ni bure. Ndio maana nakwambia heshima unayoweza kujivunia, jivunie kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Hapo unatakiwa kufurahi kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Ukimbeba Kristo, umebeba yote katika yote. Umebeba heshima. Umebeba heshima. Utukufu wa Mungu utakufuata tu. Mungu atakufuata tu katika maisha yako. Lakini utashangaa tuko katika kipindi hiki cha Kwaresma. Katika kipindi hiki utashangaa ni kitu gani ulichobeba ndani yako. Kitu gani umebeba? Wengine wanabeba watu. Wengine wamebeba vitu. Wengine wamebeba madeni. Mizigo mizito iko ndani ya mioyo yao. Umebeba kitu gani ndani ya moyo wako? Kitu gani ulichokibeba? Kitu gani ulichokibeba? Wengine wamebeba vyama vyao. Tuko katika kipindi cha uchaguzi. Bahati mbaya sana unaweza kawaona kuna watu wengine ni Wakristo. Wako tayari kukisifia chama kuliko kumsifia Kristo katika maisha yao. Ila ndani yao wamebeba majina ya vyama kwa kiwango ambacho wanaweza wakatangaza chama usiku na mchana, lakini wakashindwa kumtangaza Kristo, ambaye hayo yote wanayoyafanya, pamoja na kwamba Mungu amewapa neema ya kukaa kwenye chama fulani, pamoja na kwamba wana nguvu za kutangaza vyama vyao, lakini iko nguvu iliyowasaidia kuvitangaza hivyo vyama. Ni nguvu ya Kristo peke yake imewasaidia kuvitangaza vile vyama. Lakini bahati mbaya sana hawako tayari kumtangaza Kristo aliyewapa huo uwezo, ila wako tayari kutangaza chama usiku na mchana. Mimi nakwambia kuna mtu yuko tayari kukesha kwa ajili ya mambo ya vyama, ila hajawahi kesha kanisani. Hajawahi kesha kanisani, ila yuko tayari kwenda kukitangaza chama. Yuko tayari kukitangaza chama. Hayuko tayari kumtangaza Kristo. Hayuko tayari. Ndio maana katika hii mistari utaona unakutana na hawa Mafarisayo. Walimwambia Yesu, waambie wanafunzi wako wanyamaze. Yesu akasema, wakinyamaza hawa nitayainua mawe. Nitayainua mawe. Nitayainua mawe. Huu sio wakati wa wewe kunyamaza. Kama Kristo amekutendea jambo, ni wakati wa kutangaza. Kwa sababu katika hizi habari unakutana na hawa wanafunzi ambao hawakunyamaza kimya. Walikuwa wanatangaza habari za matendo makuu ya Bwana walioyashuhudia na kuyaona. Walikuwa wanatangaza kile walichokiona.
walikuwa wanatangaza kile walichokishuhudia. Lakini utashangaa Wakristo leo hawako tayari kushuhudia habari ya matendo makuu ya Mungu aliyowatendea katika maisha yao. Hawako tayari kushuhudia, ila wako tayari kutangaza mambo yasiyowahusu. Ndio maana siku hizi kanisani kuna wambea wengi sana. Wako tayari kutangaza mambo ambayo hawakuruhusiwa kuyasema. Wako tayari kuyatangaza. Wako tayari kutangaza, lakini hawako tayari kumtangaza Kristo. Wako tayari kutangaza mambo ambayo hawakuruhusiwa. Wako tayari kuyatangaza. Wako tayari kuyatangaza. Lakini mimi nataka kukwambia, kama punda wa Kristo, mbebe Kristo ndani yako, uwe tayari kuyasimulia na kumtangaza Kristo katika maisha yako. Uwe tayari. Unajua kuna watu wakiwa wanatembea mtaani hawako tayari hata kujisema wao ni wa Kristo. Hawako tayari. Hawako tayari. Hawako tayari. Hawako tayari kumkiri Kristo mahali popote. Hawako tayari. Laiti kama ungejua huko nje watu wenye imani zingine walivyo tayari kutangaza imani zao tena kwa wazi na peupe, wewe usingekuwa hivyo ulivyo leo. Ungekuwa unamtangaza Kristo katika mazingira yote. Wanafunzi wa Yesu hawakunyamaza, kwa sababu hakuna kitu cha kuweza kuwazuia kukaa kimya. Walikuwa wanaona wana sababu ya kusema, wana sababu. Kitu gani kinakuzuia kutangaza habari za Kristo? Kitu gani kinakuzuia? Kitu gani kinakuzuia? Lakini watu wengi wamekwama, hawako tayari kumtangaza Kristo, ila wako tayari kutangaza mambo ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Umembeba nani ndani ya moyo wako? Yule uliyembeba ana nafasi gani katika maisha yako? Kristo anaweza kukupa heshima. Kristo anaweza kukupa maisha. Usingangane na vitu vingine. Usiwabebe watu mioyoni. Katika kipindi hiki ni kipindi cha kusamehe waliokukosea. Wewe umengangania, kuna watu wamekukosea miaka 5 iliyopita, umewaweka moyoni mpaka sasa, umeweka kisasi. Itakusaidia nini? Itakusaidia nini? Itakusaidia nini? Ukiwabeba watu wote moyoni mwako, itakusaidia nini? Mbebe Kristo, inatosha. Atakusaidia. Atakusaidia. Kristo akiwa amekaa moyoni mwako, amepewa nafasi kubwa. Mengine yote yatakayokuja yatapita, kwa sababu hayatapata nafasi. Kristo atakusaidia. Ndio maana mahali pengine Yesu anasema, ondoeni mizigo mizito iliyoko ndani ya mioyo yenu. Unajua kuna watu ukiwatazama ni kweli wanakuja kanisani, ila ndani yao wana mizigo mizito wameibeba. Lakini fanana na yule mwanapunda ambaye alimbeba Kristo akapata heshima. Heshima inayopatikana ndani ya Kristo ni kubwa. Ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Hata kama hawatakupa heshima wewe, watampa heshima Kristo uliyembeba. Na kwa namna hiyo Kristo anafurahi sana mbinguni anapopata heshima kwa ajili ya mtu aliyeko duniani. Anafurahi sana. Mungu anafurahi sana anapoheshimiwa duniani. Mpe Kristo heshima. Mpe Kristo heshima. Kubali kufanya kazi ya Mungu. Kubali kutumika kwa gharama yote ile. Umeshawahi fikiria kama yule punda angekataa, nini kingetokea? Kwa mfano tu labda wanapomchukua angewashinda nguvu, angekimbia. Nini kingetokea? Fanana na yule mwanapunda aliyekubali kumbeba Kristo ndani yake. Akawa tayari kufanya kazi ya Kristo. Akawa tayari. Kuna watu ni wagumu ndani ya mioyo yao. Hawako tayari.
hata ukiwa unazungumza mambo ya injili hawakuelewi. Lakini mimi nataka kukwambia mara zote usiku na mchana uwe tayari kufanya kazi ya Mungu na kumbeba Kristo ndani yako. Hiyo itakusaidia sana katika maisha yako. Usibebe vitu vingine, mbebe Kristo ndani yako. Mbebe Kristo. Mshikilie huyo. Mshikilie huyo. Usishikilie vitu vingine. Unajua kuna watu hawapatani hata na ndugu zao kwenye koo zao. Hawapatani. Ila wako hapa. Yesu alisema patana kwanza na ndugu yako. Patana kwanza. Pataneni. Ni wiki ambayo tunaanza siku ya kesho la mateso. Tunatafakari habari za kufa kwake Kristo na kuteswa kwake. Katika wiki hii jifunze kutafakari na kuwasamehe wale waliokukosea. Uwasamehe. Uachilie kabisa moyoni mwako. Uwasamehe. Yesu alisema unahitaji kusamehewa na Mungu, samehe wale waliokukosea. Uwasamehe. Achilia moyoni mwako. Usiwahesabie watu makosa hata kama walikufanyia mambo mabaya sana ambayo ni makubwa na walikusababishia maumivu ndani ya moyo wako. Lakini maumivu yako yaachilie. Yaachilie. Yesu alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Na wewe ndani yako hayo maumivu kubali yaishe pamoja na Yesu pale msalabani. Kila kitu kiishe katikati yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wazazi wao wamewakosea. Huna haja ya kumkasirikia mzazi wako. Msamehe. Msamehe. Inawezekana alikukwaza sana, lakini msamehe, maana ni mzazi wako. Usibebe visasi ndani ya moyo wako. Visasi havitakusaidia. Visasi vitakupeleka pabaya. Mbebe tu Kristo ambaye ndiye ana msaada katika maisha yako. Atakufanya upate heshima. Atakuheshimisha. Na ndiye chanzo cha kila kitu. Biblia inasema alikubali kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Manake ndani ya Kristo hakuna ambacho hakipatikani. Biblia inasema utajiri na heshima viko ndani yangu. Kwa Kristo kuna heshima na utajiri. Tumtukuze Kristo na tusikubali kupata heshima sisi. Tukubali kumheshimisha Kristo katikati ya watu wote. Sisi ni watumwa wa Kristo. Tukubali kwenda mahali popote pale ambapo Kristo anatutuma kwenda. Tusifanane na watu wenye kiburi ambao hawako tayari kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo haijalishi kazi ya Mungu inaendelea mahali popote, lakini fanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote, kwa sababu wewe ni punda wa Kristo. Naomba tusimame. Twakuabudu wetu Bwana. Twakuabudu wetu Bwana. Uketie enzini pako. Uketie enzini pako. Twakuabudu wetu Bwana. Twakuabudu wetu Bwana. Uketie enzini pako. Uketie enzini pako. Twakuabudu wetu Bwana. Twakuabudu wewe tu Bwana. Twakuabudu
mwako Bwana uketie mwako uketie enzini mwako uketie enzini mwako uketie enzini mwako Bwana uketie enzini mwako Bwana uketie enzini mwako mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila mimi sina mwingine ila wewe kimbilio chingine ila wewe Bwana, mimi sina ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine wa kufanana na wewe Bwana, wa kuendana na wewe Bwana, wa kunipandisha viwango vingine Bwana, sina mwingine, sina mwingine, sina Yes Lord. Weka mkono wako mmoja kifuani. Na taka tusogee mbele za Bwana kwa toba. Mwambie Mungu akusamehe dhambi zako zote. Omba toba mbele za Bwana. Mandaraba sakaraba yemenderebo shapatai kamando seperi kitaika na masiki na mashaka mando robosaka. Omba toba tu mbele za Bwana. Omba rehema mbele za Bwana. Omba rehema mbele za Bwana. Omba tu rehema mbele za Bwana. Karabasa ramusekete ndarabasa ilibosha tarabasi kana ikasakara bashanda eresiki ya bashata
Tunaomba rehema mbele zako Yesu. Ndio, tunaomba rehema tu mbele zako Yesu. Tunaomba rehema tu mbele zako Yesu. Tunaomba tu rehema mbele zako Yesu. Tunaomba rehema tu mbele zako Yesu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana, mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Yesu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, tegemeo jingine ila wewe Yesu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio jingine ila wewe Bwana. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, tegemeo jingine ila wewe Yesu. sina mwingine, Yes, Lord. sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, hayupo mwingine Bwana, Bwana, sina mwingine, sina mwingine, Yes, Lord. Yes, Lord. Samehe waliokukosea. Nataka nikwambie kisasi hakiwezi kukusaidia. Ninasikia tu sauti moyoni inasema nitamsamehe vipi wakati amenikosea sana. Nasikia tu sauti moyoni inasema ninamsamehe vipi wakati amenikosea sana. Wewe sio Mungu. Biblia inasema kisasi ni cha Bwana. Kisasi ni cha Bwana. Kisasi ni cha Bwana. Hata kama alikukosea sana, achilia tu ndani ya moyo wako. Achilia ndani ya moyo wako, msamehe. Unahitaji msaada wa Bwana, jifunze kuachilia ndani ya moyo wako. Huku ukiwa umesimama, utanisaidia kunifuatisha maneno haya. Huku ukiwa umesimama, utanisaidia kunifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, niko hapa leo. Asubuhi ya leo ninaomba rehema, ninaomba toba mbele zako Bwana, hata kwa yule niliyemkosea, hata kwa yule aliyenikosea.
ninakuja kwako, maana umesema ili baba yenu awasamehe makosa yenu, na ninyi vivyo hivyo muwasamehe wale waliowakosea. Yesu, ninakuja kwako, kila mzigo ulioko ndani ya moyo wangu ninaomba toba kwa mizigo mizito niliyoibeba ndani ya moyo wangu niliposhindwa kukubeba wewe. Yesu, kuanzia sasa ninaomba rehema kwa mizigo mizito iliyokaa ndani yangu, maana iko mizigo mizito. Wako watu moyoni mwangu ambao nimewabeba, wengine wamenikosea, lakini ndani yangu moyo wangu umekuwa na kisasi. Nisamehe Bwana, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Samehe dhambi zangu, samehe uovu wangu, samehe makosa yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Samehe walionikosea, samehe walionikosea, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natangaza msamaha kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili yangu mwenyewe, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Wale walionikosea, waliosababisha maumivu ndani yangu, Yesu, siku ya leo ninatangaza msamaha kwa ajili yao, ninatangaza msamaha kwa ajili yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natangaza msamaha, samehe na uovu wangu, kwa damu ya Yesu. Tulia tu hivyo hivyo, kumesimama. Tulia tu hivyo hivyo. Mungu, ninakuja kwako leo, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako leo, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Ninakuja kwako,
Mtakatifu, ninakuja kwako, ninashuka, ninapungua mbele zako kwa ajili ya dada huyu. Ninaomba rehema mbele zako kwa ajili yake, katika jina la Yesu. Jambo lolote alilolifanya ambalo ni chukizo mbele zako, ambalo lingemuondolea uhalali wa kukaribia madhabahuni pako, Yesu, ninaomba toba mbele zako kwa ajili yake, kwa ajili ya kila uovu aliyoutenda, katika jina la Yesu Kristo. Kile alichobeba ndani ya moyo wake, muondolee Bwana, muondolee Bwana, kwa damu ya Yesu muondolee, katika jina la Yesu. Hicho kilichokaa ndani ya moyo wake muondolee. Mpe kusamehe, mpe kusamehe, mpe kuachilia, mpe kuachilia, mpe kuachilia kwa jina la Yesu. Mpe kuachilia, mpe kuachilia wale waliomkosea, mpe kuachilia kwa damu ya Yesu Kristo. Kila roho ya giza inayozuia asiachilie ndani ya moyo wake, naivunja sasa kwa jina la Yesu. Naivunja kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, msaidie aachilie, msaidie aachilie, msaidie aachilie kwa damu ya Yesu. Msaidie aachilie, msaidie aachilie sasa, msaidie aachilie sasa kwa damu ya Yesu. Unisikilize. Wakati nilikuwa hapa mbele, nimeshakwambia tayari, nimesikia sauti ya mtu anasema moyoni kwamba nitaachiaje, maana kosa alilolitenda huyu ni kubwa sana. Nimesikia tu sauti moyoni kwangu. Kama upo hapa unasikia kitu cha namna hiyo, nyosha, weka mkono wako mmoja kifuani wa kulia, weka mkono wako mmoja tu kifuani. Mungu anataka usamehe, usamehe wale waliokukosea. Anataka usamehe, anataka usamehe. Mungu anataka usamehe. Wewe umeendelea kushikilia. Kuna watu umewaweka huko ndani miaka 5 ya kazi gani? Watakusaidia kitu gani? Watakusaidia kitu gani? Unajitengenezea kaburi wewe mwenyewe pasipo kujua. Unajitengenezea sumu ndani ya mwili wako, kwa sababu haina haja ya kuwekea makosa ya watu wengine moyoni. Weka tu mkono wako mmoja kifuani namna hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako asubuhi ya leo. Bwana, inawezekana kabisa makosa aliyokosewa ni makubwa, yanayomzuia mpaka kusogea madhabahuni pako kwa sababu ya wale waliomkosea. Bwana, Mungu, katika jina la Yesu, ulishatangaza msamaha kwa wale ambao mioyo yao imebeba msamaha. Mungu, katika jina la Yesu, ndivyo ambavyo tunashindwa kukukaribia wewe, kwa sababu ndani ya mioyo yetu tumebeba mizigo ya watu katikati yetu. Yesu, ninakuja kwako asubuhi ya leo kwa kila aliyebeba watu ndani ya moyo wake. Yesu, ninaomba achilia msaada katikati yake kwa jina la Yesu Kristo, wako achilia ndani ya moyo wake, maana amebeba watu imetosha. Lakini leo achilia neema yako tena kwa jina la Yesu Kristo. Rabo sekerebo shaka nderebo sakara masiki shati ya basakara saraba shikete rabo shatara basata kwa jina la Yesu. Samehe, samehe, samehe kabisa. Acha kuweka watu moyoni, acha kuweka watu moyoni. Samehe, samehe. Risakarabasaka jo robo saka risakata shaka
shakarabasaka mandarabasaka rebo shatarabasaka rebo shekerebo sata darabo seketerebosa darabo sheke rama shata mana rama saka reka riko shete oparas katika jina la Yesu. Toka chia moyo wake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio roho ya kisasi, toka kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, achia nafsi yake. Robosaka roshekete fanye kama upendavyo. Kuna mtu unasikia moyo wake unamuuma sana, moyo wake unamuuma sana. Kuna mtu moyo wake unamuuma sana. Kama upo hapa, pita mbele. Unasikia moyo wako unauma, pita mbele kama upo hapa. Shakarabasiki kanemeri karamasa Unifanye kama upendavyo. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako muda huu. Bwana, moyo wangu unaniuma, sijasamehe walionikosea. Ninaomba Yesu, nipe moyo wa kusamehe, nipe moyo wa kusamehe na kusahau walionikosea, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Niwezeshe sasa kuanza safari mpya pamoja na wewe, katika damu ya Yesu. Maana jeraha lililoko ndani yangu hakuna mwanadamu anayeweza kuliponya isipokuwa wewe Bwana. Ndiye unayeponya na kuondoa majeraha yaliyoko ndani ya moyo, katika damu ya Yesu. Niondolee sasa majeraha ndani yangu, majeraha ndani yangu. Nimejeruhika, inatosha. Lakini sasa Yesu, naomba unikumbuke, uniondolee majeraha yaliyoko ndani yangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu,
katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kila jeraha lililoko ndani yangu uliondoe, e Bwana, kwa damu ya Yesu. Uliondoe jeraha lililoko ndani ya moyo wangu kwa damu ya Yesu. Niondolee majeraha, nifutie kabisa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana nimekubali kukukaribia wewe madhabahuni pako, lakini sasa nataka nianze upya pamoja na wewe. Sihitaji kuwa na majeraha ndani ya moyo wangu. Niondolee majeraha ndani ya moyo wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho ya majeraha na kila roho iliyosababisha majeraha ndani yangu, kwa jina la Yesu, naiondoa sasa, naiondoa sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ukiweza kusimama na kuomba kwa ajili ya hawa, unaweza ukasimama. Baba, katika jina la Yesu, kila roho ya majeraha iliyokaa ndani ya huyu dada, naiondoa sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Kila roho ya majeraha iliyokaa ndani yake, haya, achia sasa, achia sasa kwa jina la Yesu. Achia sasa, toka, achia kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, achia moyo wake kwa jina la Yesu. Achia moyo wake sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya majeraha iliyokaa ndani ya huyu mama, ndani ya huyu mama tangu ujana wake, kwa jina la Yesu, naiondoa sasa, naiondoa sasa, naiondoa sasa. Ondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, ondoka, achia, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Roho ya majeraha, roho ya kutosamehe, roho ya kutosamehe iliyokaa ndani yake ikakaa kwa muda mrefu, kuanzia sasa kwa jina la Yesu navunja hiyo roho ya kutosamehe. Toka, achia nafsi yake, mwache huru huyu mama kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, futa majeraha yaliyoko ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kile kilichofanyika kama sababu ya kumjeruhi, akapata nafasi ya kujeruhika ndani ya moyo wake, ninaomba rehema na toba kwa kila kilichomjeruhi katika jina la Yesu Kristo. Ponya majeraha yaliyoko ndani yake, muumbie moyo safi, moyo wa kukuabudu wewe na kukutumikia kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo. Maana kwa kadri majeraha yanavyopata nafasi ndani ya moyo wake, ndivyo kufanikiwa kwake anakwama. Roho Mtakatifu, muondolee roho ya majeraha na kila roho inayomjeruhi, muondolee kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kila roho ya majeraha iliyokaa katikati ya huyu binti, ondoka sasa kwa jina la Yesu. 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 Roho ya majeraha ninavunja na kuiondoa sasa katikati ya huyu binti kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ondoka, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake sasa, 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 achia nafsi yake sasa kwa jina la Yesu. Hiyo nafsi yake, hiyo nafsi yake iachie sasa, iachie sasa, iachie sasa kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilichomjeruhi kuanzia sasa, kuanzia sasa, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu muondolee ndani ya moyo wake kwa jina la Yesu. Moyo msamaha, Yesu muondolee majeraha ndani yake, futa majeraha ndani ya moyo wake kwa jina la Yesu. Funika macho, ni mshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa kuwa umeendelea kutuhudumia na kukaa katikati yetu. Sifa na utukufu vyote ni vya kwako, na mimi nakurudishia wewe. Asante kwa kila baraka uliyoachilia mahali hapa, kwa kuwa hutamwacha mtu yoyote yule akaondoka kama alivyokuja, maana neema yako iko katikati yake. Katika jina la Yesu, zaidi ya yote umkumbuke, zaidi ya yote umkumbuke sawasawa na mapenzi yako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mlete huyo binti huyo hapo, huyo hapo aliyesimama, Baraka. Roho Mtakatifu, namleta huyu binti mbele zako. Kila kifungo kilichomshikilia, kila kifungo kilichomshikilia, kuanzia sasa, kuanzia sasa, mwachie huyu binti sasa, kwa jina la Yesu. Mwachie huyu binti sasa, mwachie huyu binti sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na mimina damu ya Yesu, na mimina damu ya Yesu, na mimina damu ya Yesu, na mimina damu ya Yesu. Nguvu za giza ndio mkamata huyo binti. Haya, mwachie, haya mwachie. Nguvu za giza, ondoka, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa kwa jina la Yesu, ondoka sasa kwa jina la Yesu. Haya, ondoka, achia. Kila kifungo vianze kukatika sasa na kuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo katikati yake ninaondoa sasa, naondoa sasa, naondoa sasa kwa jina la Yesu. Naondoa sasa, naondoa sasa, naondoa sasa kwa jina la Yesu. Naondoa sasa, naondoa sasa kamba zote. Neno la Bwana linasema kamba za mauti zilinizunguka. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu ninakata kila kamba za mauti katikati yake kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kamba za mauti achia, kamba za mauti achia kwa jina la Yesu. Pata, achia kwa damu ya Yesu, achia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya giza ondoka, mwachie udada sasa kwa jina la Yesu. Mwachie, pata, achia kwa jina la Yesu.
Nendeni naye kule, bado hajafunguliwa huyo binti bado. Hebu mlete hapa. Wewe binti njoo hapa. Haya, mwachie. Nasema mwachie huyu binti. Nasema mwachie huyu binti kwa jina la Yesu. Mwachie sasa. Mwachie sasa. Nyie mapepo. Haya, ondoka. Nyie mapepo mliokaa ndani yake. Haya, ondoka sasa. Ondoka sasa. Nasema ondoka sasa. Ondoka sasa. Kwa jina la Yesu, ondoka. Haya, ondoka. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Kwa jina la Yesu. 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 Wewe uliyekaa ndani yake, haya ondoka. Ondoka, achia kwa jina la Yesu. Haya, ondoka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia. Achia miguu yake huyo uliokamata. Haya, ondoka kwenye hiyo miguu. Haraka, ondoka, achia miguu yake. Sasa achia miguu yake kwa jina la Yesu. Toka, achia. Nendeni nao kwenye chumba cha maombi. Vijana, msaidie kuwabeba kuwapeleka chumba cha maombi. Vijana, saidieni kubeba kupeleka kule haraka. Sama